Mimi kwa majina naitwa Omari Kirwanda, ni wakili na ndio managing partner wa ofisi ya uwakili ya Kirwanda CJ and Company Advocates yenye makao makuu yake katika jiji la Dar es Salaam, katika jengo hili ambalo tupo la PSSSF Twin Towers hapa Posta. Ni kwamba kilichotokea kwa mteja wangu, labda niseme kwa sababu hizo shule ambazo nazitaja za Fountain Gate, sisi ndio tunawapa ushauri wa kisheria, na lilivyotokea jambo hili tulifuatwa kuweza kuona namna gani ya kufanya. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ambazo nimezikusanya, japo sio rasmi sana, ni ukweli kuna changamoto ambazo kama taasisi wanazipitia kama ilivyo kwenye taasisi zingine zozote, lakini sio kwa ukubwa huu ambao hao wazazi au watu ambao wanajiita wazazi na walimu, kwa sababu kwa mujibu wa mteja wangu ananiambia miongoni mwao imebainika sio wazazi wenye watoto hapo, na miongoni mwao pia hata walimu ambao wanasema wanadai zaidi ya miezi 7 si 5, anasema mmoja wao au miongoni mwao pia nao sio watumishi wa Fountain Gate kwa sasa, ima walishaondolewa na hayo madai pia ipo. Kwa hiyo inaonekana kama vile, na mpaka sasa hivi kwa taarifa ambazo niko nazo, hakuna mwalimu ambaye yuko Fountain Gate ambaye alishawahi kuhojiwa na waandishi wa habari kuhusiana na hiyo kadhia ambayo unaniuliza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni jambo gani ambalo lipo nyuma ya pazia, ambayo sasa sisi kama mawakili ndio tunajaribu kuangalia namna gani bora ya kuweza kushauri wateja wetu na kuweza kutoka hapo. Sasa hilo swali kimsingi sio wa kujibu mimi kama mwanasheria, lakini ni ukweli sio pinga mimi kama Omari sasa Kirwanda, nina watoto wangu pia Fountain Gate ambao wanasoma. Ninachokifahamu kuhusiana na ufaulu ambao wanadai umeshuka au unadaiwa kuwa umeshuka, ni kuna mtihani ambao ulifanyika kama sio mwishoni mwa mwezi wa pili basi mwanzoni mwa mwezi wa 3 huu, hususan kwa darasa la 7, na nazungumzia sio taasisi zote, ilikuwa ni taasisi kwa maana ya tawi la Tabata Sigara. Kwa hiyo kuna wazazi ambao mimi wananifahamu pia walinipigia simu akaniambia, wakili, kuna hii bwana mtoto matokeo yake yamekuwa hivi. Na mimi nikamwambia sio mtu sahihi, koja nimpigie mkuu wa shule. Tukaongea vizuri na mimi mwenyewe nikaenda pale. Na bahati nzuri pia Jumamosi iliyopita kulikuwa na kikao cha darasa la 7, wazazi walikuja pale na mimi pia nilikiwemo mle. Moja kati ya majibu ambayo tulipewa na wataalamu, kwa maana mtaaluma pamoja na walimu tuseme wenye maeneo yao, sawa. Kwa hiyo mimi nikayapokea na niliona yako sahihi. Walisema shule imefunguliwa tarehe 13 Januari 2026. Leo hii tunapozungumza mimi na wewe ndugu mtangazaji, tarehe 13 mwezi wa 3. Ina maana hawa watoto wako ndani siku 60, leo ndio siku ya 60 ambayo imekamilika. Ina maana ile mitihani ilifanyika ikiwa kati ya mwezi mmoja na nusu toka watoto wamefika shuleni kwa darasa la 7. Kwa hiyo walimu walichokuwa wametuambia ni kwamba wao ni mbinu yao ni kwamba wanawapa watoto mitihani migumu ili kumfanya mtoto asione anaweza, kwa sababu mwanzoni, ili aweze kutusema pull up hiyo socks zake au kujiandaa vizuri ili kujiona kwamba ngoja niweze kwenda mbele. Na kuna baadhi ya wazazi walielewa kwenye kile kikao na walisema ni ukweli, shida tu ambayo ilikuwepo labda ni namna ya mawasiliano. Unajua mzazi, sio kila mzazi ni mwalimu. Mimi ni mwanasheria. Kwa hiyo ukajikuta nikastuka mtoto wangu alikuwa labda anapata 80, sasa hivi nimeona kapata 50 au kapata 30 mtihani wa kwanza. Kwa hiyo na wale walimu walitupa challenge moja ambao na mimi pia wasikilizaji wetu wa Clown waweze kufuatilia. Walisema fuatilia hata katika matokeo ya shule zingine. Haya matokeo ya mwanzoni, hata yenyewe ukiangalia historia yetu huko nyuma wanavodai pia matokeo huaga sio mtihani wa kwanza tu wa darasa la 7 au mitihani ya madarasa mitihani, mtoto anaweza akapata A kwa sababu akifanya hivyo anaweza aka relax akaona kumbe nimejiweza. Kitu ambacho kwangu mimi baada ya kupata majibu yale, naamini na wazazi karibia wote waliokuwa kwenye kile kikao cha Jumamosi iliyopita waliridhika na majibu hayo na wakaamini na wakasema basi tuweke utaratibu wa kila Jumamosi mzazi wenye madarasa haya mitihani aweze kuja kukutana na mwalimu na kuweza kufuatilia. Kwa hiyo nikijibu swali lako baada maelezo hayo, si kweli kusema kwamba eti ufaulu umeshuka kiasi kwamba kusema eti labda kuna mgomo au kuna nini, kwa sababu mpaka sasa hivi kisheria hakuna mtihani ambao umetungwa ambao ukatoa majibu kwamba na mamlaka inayohusika ikaja ikatoa majibu kwamba ufaulu umeshuka, ila walimu wanasema hizo ni mbinu zao za kiufundishaji na ilivyo katika shule karibia zote. Kwa hiyo hilo ndivyo ambavyo unaweza nikalisema kwa mujibu
wa taarifa niliyopewa na nikaishuhudia kwenye kikao kama walivyoishuhudia baadhi ya wazazi wa darasa la 7 katika tawi letu Tabata Sigara. Yaani kimsingi mimi kama mwanasheria wa taasisi, moja kati ya maeneo ambayo na hakikisha yanatekelezwa ni kuhakikisha kwamba wazazi wanakutana na uongozi wa shule katika kufuatilia majambo yao, kwa sababu kwa wale wafuatiliaji wa historia wanaweza kukuta ile speech au hotuba ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyokuwa anaulizia masuala ya elimu. Alisema elimu ili iweze kufanikiwa au mtoto apate elimu iliyokuwa stahiki, lazima tuwe na falsafa ya mafiga matatu. Kwa maana kuwe na mahusiano mazuri kati ya mwanafunzi na mwalimu, kuwe na mahusiano mazuri kati ya mwanafunzi na mzazi au mlezi ambaye anamsomesha, na kuwe na mahusiano mazuri kati ya mzazi au mlezi na mwalimu au kwa maana ya shule. Kwa hiyo mafiga matatu yakikamilika, basi lazima mambo yatakwenda vizuri. Na kufuatia falsafa hiyo, shule za Fountain Gate wanazifuata. Kuna vikao kadhaa wa kadhaa vilivyokuwa rasmi na visivyokuwa rasmi. Lazima wafahamu wasikilizaji wetu wa Crown ni kwamba katika hizi shule kuna kitu kinaitwa kamati ya shule. Sawa, katika hizi shule za msingi ambazo tunazungumzia hasa sisi. Katika hii kamati ya shule inaundwa na watu mbalimbali wakiwemo wawakilishi wa wazazi. Sawa? Lakini pia Fountain Gate ina utaratibu, mfano tarehe 24 kama sijakosea ya mwezi huu wa kwanza tulifanya kikao pia na wazazi wote walikuwepo pale na mwenye shule na watu wote wakawepo pale. Watu wakazungumza yote na tukajaribu kuwaelezea. Walieleza mambo mengi, tukawaeleza jamani, kuna baadhi ya mambo kama wazazi mnaweza mkayahoji na mna haki nayo. Lakini kuna baadhi ya mambo yako nje ya nyie mamlaka yenu. Kwa mfano, kuja kuhoji kwa nini mwalimu fulani kaondoka au kwa nini jambo fulani kwa mtumishi fulani kaondoka, labda mwanasheria, hilo linakuwa kati ya taasisi na huyo mtu aliyeajiriwa. Wewe mkataba wako huko na shule. Shule ndiyo inajua mwalimu yupi ambaye anafaa mpaka wewe ukashawishika kuleta mtoto wako. Siamini hata pale kwenye kikao tulizungumza kwamba hatuamini kwamba kuna mzazi anampeleka mtoto shule ukiachilia mbali Fountain Gate akajua mtoto wangu huyu ataenda kufundishwa na mwalimu fulani, lakini akisha kuwepo pale, si mbaya wewe mzazi ukafanya mahusiano na huyo mzazi, huyo mwalimu, kwa sababu naye yuko na watoto wako, si tatizo. Lakini sasa isiende kwenye hatua ya kwamba ikaonekana kama wewe sasa una lako jambo la kufuatilia vitu ambavyo kimsingi haviko moja kwa moja na wewe. Mimi nikawapa challenge moja. Je, ikitokea kuna mwalimu ambao unasema kaondoka, unataka aende pale, je, unafahamu kwamba huyo mwalimu pale kwenye kikao mnayempigia kelele tayari ana haki ya kuvunja mkataba akaenda kuanza ima shule yake au akaenda akapata tuseme malisho yaliyokuwa bora zaidi. Mfano hapa analipa kiasi fulani, anaweza akapata shule ambayo inalipa zaidi. Na ndugu mtangazaji, ndio ukweli, baada ya kile kikao watu wakafuatilia kwa maelezo ambayo nimepewa na wenye shule, wanasema miongoni mwa walimu wale kuna ambao wameanzisha shule zao. Kwa majina tunayajua ila hatuwezi kutaja kwenye hiki, lakini wapo wameanzisha shule zao na wamewachukua walimu wenzao waliotoka pale kwenda kufanya nini? Kwenda kuanzisha hiyo shule, kitu ambacho katika ukuaji, na ndio maana Fountain Gate inawaandaa watu mpaka namna ya kukua. Kwa hiyo kwetu sisi ni maendeleo mazuri kama mtu kakaa kuwa mwalimu mpaka anaanzisha taasisi yake na anachukua watu wenzake. Shida tu namna ya kuondoka. Sasa hatuwezi kumlaumu mwalimu kwa sababu mpaka sasa hatujamsikia mwalimu ambaye amelalamika katika masuala hayo kuhusiana na wazazi hao ambao wamekizungumza. Sawa. Lakini pia kuna ambao wamechukuliwa wameenda katika shule zingine. Sio lazima hapo. Lakini pia kwa mujibu wa mkataba ni mahusiano ya pande mbili ambayo mimi leo tunaona nioje hapa kama mwanasheria wa Fountain Gate. Lakini unaweza kukuta kesho mimi niko katika taasisi nyingine. Kwa sababu gani? Taangalia Fountain Gate analipa shilingi ngapi. Huyo anayekuja analipa shilingi ngapi. Mimi naondoka leo yuko Crown. Au sio bana? Leo inawezekana wakaja watu wengine wa media wakasema bana, tumeona ubora wako hapo, unalipa kiasi kadhaa, tuna uwezo kukupa 1 2 3 tunaenda. Sawa sawa. Sasa ikitokea huyu kaondoka, wewe kazi yako na haki yako ni kuweza kuhoji, je, mtoto wangu ataendelea kupata elimu ile? Basi. Lakini ukianza kusema kwa nini fulani kaondoka, unapewa majibu kwenye kikao, baadaye unatoka unaenda kufanya mengine hayo ambayo wamekwenda kuyafanya. Hiyo kwa kweli haikubaliki. Kwa hiyo niseme tu kwamba vikao wazazi wanashirikishwa mmoja mmoja, wanashirikishwa kwa shule zote au kwa nini kwa shule mzima, wanashirikishwa kwa madarasa. Mfano Jumamosi iliyopita kikao kile kilihusisha wazazi wa darasa la 7 na bahati nzuri kulikuwa na maadhimio 21 ambayo yalifikiwa kwenye kile kikao, na kati ya maazimio hayo ilikuwa hiyo kufuatilia, wazazi wafuatilie. Lakini moja kati ya azimio jingine, jambo ile ambalo watu wengi pengine hawafahamu, sawa, wanalalamika sio masuala mengine ambayo hayahusu. Maana akasema kwa mfano kwenye kile kikao
na kwenye wale walioenda kufanya mahojiano si na chombo gani hawakusema moja kati ya ajenda ambayo walipewa kazi wao wawe mawakala kwa wenzao kwamba darasa la 7 ina wanafunzi wengi ambao hawajalipa ada. Sasa wakahoji wazazi, kitu ambacho swali la msingi sana, kwa nini mlikubali kuwapokea? Kwa busara ya mwalimu mkuu pamoja na principal aliyekuwa pale kwa niaba ya mkurugenzi, alisema hili ni darasa la mitihani. Tukimzuia mtoto asiingie darasani kama utaratibu tuliouzoea, atakosa vipindi. Kwa hiyo kibusara tukaona hao watoto wote waingie darasa la 7, alipe ada asilipe ada, ili tu tufatikishe kwamba tunachokifundisha kisiwapite. Tunaweza tukamzuia leo mzazi kapata changamoto, au sio bana? Kesho na kesho kutwa akalipa ada, hatuwezi kurudi tena nyuma kwa huyu mtoto, matokeo atakuwa mabaya. Kwa hiyo kwa busara ya mwenye shule akasema watoto wa darasa la 7 au madarasa ya mitihani wapokelewe katika utaratibu huu, lakini wafuatiliwe namna ya kulipa ada. Pale kwenye kile kikao cha Jumamosi niliwepo. Moja kati ya maazimio ilikuwa wao watafikisha yale maazimio kwenye kundi lao wanaofanya mawasiliano, ili kuhakikisha wale wazazi wanalipa, ili mwisho wa siku hawa ambao wana zile fedha ziende zikazibe mapengo baadhi ya maeneo, ili kuweza kutatua ile changamoto. Maajabu ni kwamba baada ya kile kikao, inasemekana baadhi ya wazazi wakaenda wakatoa kitu ambacho si kile ambacho walikubaliana kwenye kikao, na mbaya zaidi wakatoa maelezo si ya kweli kwa 90%. Sasa ndio kile ambayo sintofahamu ambayo yametokea. Kwa hiyo kwa maana vikao ipo na mwalimu mzazi anaruhusiwa kwenda pale siku yoyote. Ni muda wao tu. Mimi hilo naweza nikasema kuna ambao wanadai, lakini sio miezi hiyo ambayo kwa ukubwa huu ambao wameusema. Lazima tukubali kama taasisi, kama ilivyokuwa taasisi zingine zozote ambazo wanaweza wakapata changamoto moja, lakini hizo changamoto zilikuwa zinawasilishwa, na ndio maana uweze kukuta mwalimu ambaye mwenyewe binafsi akaenda front akasema mimi nadai kiasi fulani, kwa sababu tayari kuna mambo ambayo yanaendelea kwa wale ambao walikuwa wanadai na taarifa hizo zipo sawa. Lakini ukisema miezi 5 mpaka miezi 7 hapa hapana. Na kama yule ambaye alikuwa anasema anadai miezi 5 sio 7, kwa maelezo nilipoona mwajiri yule pale sio mwalimu wa Fountain Gate, kwa maelezo ambayo nimepewa. Na moja kati ya kitu ambacho watu ambao tunaweza kuwafikisha mahakamani muda si mrefu ni yule, kwa sababu tumepata ushahidi kwamba kutokana kwa mteja wangu ni kwamba yule sio mwalimu wa Fountain Gate. Kwa hiyo siku ya Jumamosi anazungumza kama mwalimu, hali ya kuwa akijua kwamba hana mkataba na Fountain Gate kuwa kama ni mwalimu. Kwa hiyo ninaweza nikasema kwamba ni moja kati ya watu ambao wanatumika vibaya kwa ajili ya kuichafua taasisi. Kwa hiyo changamoto zipo, lazima tuseme ukweli, na kama kuna madai pia yapo, na ndio ambacho tukasema wao wenyewe wanajua utaratibu wao. Kuna mzazi mmoja alinipigia akaniambia, bwana, kuna mmoja kama sikiliza, tusaidiane kupeana elimu. Kama kuna mwalimu anadai, sawa, mpaka hapo anamdai nani? Si taasisi. Sasa je, si lazima aende kwenye taasisi ile kuweza kujua kama akipata majibu ambayo hajaridhika nayo, kuna utaratibu wa kwenda, ataenda CMA au ataenda sehemu yote ambayo kwenye mamlaka zinazohusika na wafanyakazi. Sasa kwa hiyo Fountain Gate ina wafanyakazi zaidi ya 300 Tanzania mzima. Zaidi ya 300. Tukisema hapa wote hawadai hata 10 ndio ni waongo. Kuna ambao wanadai, lakini sio kama hivi ambavyo wao wanalifikisha. Sawa sawa, na ndio maana ukuti mwalimu ambaye yupo kwenye anakuja analalamika kwa sababu moja. Nataka niwape siri moja. Fountain Gate moja kati ya shule ambayo inafanya vizuri, lakini pia inawajali watumishi wake. Mimi kuna siku nilikuwa naongea na walimu nikawauliza, hivi huyu mtu ambaye anaidai Fountain, tuchukulie mimi nalipo na Fountain Gate, inawezekana kweli na mimi nikawa mfano sijalipo mwezi mmoja mathalan. Sasa lakini mimi labda mimi nilivyo, nisitoe mfano wangu, nimetoa mfano wa mwalimu. Mtumishi wa Fountain Gate yoyote, hata mfagisi, moja kati ya vitu ambavyo wananufaika navyo ni kusomeshea watoto wako wawili kutoka kindergarten mpaka darasa la 7, na wale ambao wanaendelea mpaka sekondari. Sisi tunaona vizuri mpaka. Kwa hiyo tukichukulia mpaka darasa la 7, maana kuna ukianzia awali mpaka darasa la 7 kuna miaka karibu 10 hapo. Sio mpaka hapo. Na ada yetu pale Fountain Gate sio chini ya milioni 2. Sio mrozo mpaka hapo. Ina maana sasa huyu mzazi au mwalimu au tunakusudia mzazi au mtumishi ambaye anasoma pale ana nafuu hiyo. Sisi tunaona vizuri, ambayo sasa mpaka mtoto wake anamaliza. Kwa mtoto mmoja maana yake pale unaweza ukasema kwa mwaka akitumia tu milioni 2, kwa miaka 10 tayari kuna milioni 20. Watoto wawili maana yake kuna milioni 40. Ni zaidi ya hiyo. Hawalipi school bus, hawalipi chochote maana yake. Tafsiri yake ni nini? Kwamba Fountain inajali watumishi wake. Na ndio maana watumishi waliokuwepo pale
Sawa, wenyewe wanalijua hilo. Hata kama kuna changamoto, kuna namna ya kushughulika navyo, kwa sababu hawa watu nao watufanyia ubinadamu. Sio tunaona vizuri mpaka. Kwa hiyo naweza kuzungumza hivyo kwamba point yangu nini, kwa nini nimeweka hiyo point? Umeshawahi kusikia kwenye chombo chochote cha habari ambacho wao ambao wanavitumia hiyo wakalizungumza? Hawezi kuzungumza. Kwa nini? Wanaona tukizungumza hili basi tunaifagilia shule, shule itaonekana ina watu wema sana. Kwa hiyo wanatafuta vitu kwa ajili ya kuunganisha kwa lengo la kuchafua nini? Kuchafua shule. Hiyo haiwezi kukubalika. Mzazi ana haki ya kufuatilia, lakini hana haki ya kuhoji vitu ambavyo havimuhusu, hana haki ya kuichafua taasisi. Hichi kinachofanyika ni kweli kinasikitisha. Asante sana. Taswira ya taasisi, moja kati ya mikakati ambayo imewekwa ni mojawapo kulifikisha jambo hili kwenye meza ya kisheria, mfano kwenye ofisi yetu, na moja kati ya majambo ambayo yanaenda kufanyika au yameshafanyika ni kuripoti hili jambo kwenye mamlaka ya kiupelelezi na kiuchunguzi, ili kuweza kuangalia nyuma yake hawa watu kuna nani na kuna nini hasa kinafanyika. Kwa hiyo siwezi kuweka hapa kila kitu, lakini tayari kuna ambao walishapigwa simu na watu wenye mamlaka kuanza kuhojiwa, na kuna wengine kwa sababu nje ya hii kufanya wale waliofanya press ambayo ni kinyume, ni batili, na kuna wengine waliweza kufikia kuanzisha makundi kuanza kuchafua na kuhamasisha watu kuhama. Kwa hiyo tukawa wengine wakakamatwa wakasema bana sisi tusameheni na nini, tukawasamehe. Sasa tunaona hii imezidi. Kwa hiyo ina maana sasa kama namna ya kuweka taswira ya shule sawa sawa, hawa watu itabidi tuwafikishe kwenye vyombo vya kisheria ili wakajibu. Mfano kama wale wazazi, wanaitwa wale wazazi, watuambie namba moja, nani aliwaambia ufaulu umeshuka na kwa mtihani upi? Namba mbili, watusaidie kujibu. Je, kuna mmoja pale alisema labda kuna walimu walikuwa mwaka jana, maana yake wanasema walikuwa wafundishi, walikuwa tu wanawapa tu notice za kuandika. Sasa hilo kama kuna mwalimu kafanya hivyo, maana yake huyu mwalimu kaenda kinyume na kiapo chake cha ualimu. Kwa hiyo nataka watusaidie, kama hiyo taarifa kama ni ya kweli, watupatie au walimu ambao walikuwa wanafanya hivyo, kwa sababu sisi kama taasisi hiyo taarifa hatuna, na tunawaamini walimu wetu na tunawapenda na tunaamini wanafanya kazi nzuri. Huo kabisa sasa tuna wasiwasi nao wanafanya. Sasa kama yeye anazungumza hivyo, basi maana yake anawajua hao walimu, atupatie. Kinyume cha hapo maana yake itakuwa alitengeneza hiyo pointi kuweza kuchafua shule. Kwa hiyo lazima aweze kwenda kuieleza kwenye mamlaka ambayo za kisheria ambayo ni mahakama, ili atusaidie. Lakini ni nyingine pia lazima watuambie kwamba je, hicho wanachokilalamikia wao, huyu mtu ambaye anadai miezi 5 mpaka miezi 7, wao walikuwa wanamzungumzia ni mwalimu yupo au ni mtumishi yupi? Sawa, na yeye labda alikuwepo na makubaliano naye gani ya kuweza nani alimteua yeye kuja kusema kwa niaba, kwa sababu mikataba yetu sisi kama ilivyo taasisi zingine kuna kipengele cha usiri, confidentiality, kati ya mtumishi na taasisi, na kuna namna kwenye ule mkataba umewekwa namna ya kutatua migogoro. Ikitokea mwajiri hajatekeleza mle kubaliana, njia ya kupita ni hii. Ikitokea huyu mtumishi hajatekeleza kile ambacho anapaswa kutekeleza, basi mwajiri naye anataka kupita njia hii. Na ndio maana pale sisi tuna watumishi wengine wanakamatwa au subana wanafanya makosa mbalimbali. Kuna wengine wameachishwa kazi kwa sababu ya wizi, lakini uwezo ukuta mmiliki ameenda kwenye chombo cha habari akasema fulani, mtumishi fulani tumemkamata mwizi, tumemfuta kazi. Kwa sababu gani? Kwa mujibu wa taratibu za kisheria sisi tumefungamana na mkataba. Sasa na mkataba wetu sisi kipi tunafanya kati ya taasisi na huyu mwalimu au na mtumishi mwingine yoyote, sisi tunaongozwa na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa tunataka tujue huyu mtu alienda pale katumwa na nani, na ili mtumishi gani ambaye alimtuma yeye akazungumze kwa niaba yake. Sawa? Wao yote maana yake yataenda kujibiwa wapi? Mahakamani. Na mimi kama ofisi yangu tayari tulikuwa tumelipokea hili jambo, tumeelekeza vijana wanafanya kazi zao, wanaandaa kile ambacho kinafaa kuandaliwa. Kwa hiyo mwisho wa siku basi jambo litafika sehemu husika, lakini mpaka sasa hivi kuna watu wachafikishwa katika vituo mbalimbali kwa ajili ya kwa maana kwenye mamlaka tuseme za kiupelelezi tayari, ambao kuna waliokiri na wakaomba msamaha. Lakini mmoja ambao nataka niwaambie, lengo la kufanya hivi si kwamba wazazi wetu hatuwapendi. Wazazi tunawapenda sana, lakini hatuwezi kupenda mtu ambaye ana nia ovu, kwa sababu mwingine anaweza akawa mzazi lakini ana jambo lake ndani yake. Nitakupa mfano mmoja. Tumegundua kuna grupu la WhatsApp ambalo linatumika kuichafua taasisi ya Fountain Gate. Mle ndani mmoja kati ya wajumbe wake ni walimu wa shule zingine, lakini nao pia wanajiita grupu la wazazi. Leo hii mzazi anatengeneza grupu alafu anasema anatuma link
kama jiunge. Kwa hiyo mtu yote anaingia, alafu unajua kuna ushindani wa kibiashara pia. Kwa hiyo huwezi kujua kitu kama hicho. Kwa hiyo wazazi tunatamani, ndio katika njia zetu za mawasiliano grupu la WhatsApp halipo. Kwa hiyo wale ambao wameamua kutengeneza magrupu yao wanatumia vizuri, sisi hatuna shida nayo, au sio bwana? Lakini sasa ukitumia vibaya, lazima ndio maana tukasema tumepeleka kwenye mamlaka za kiuchunguzi, na kuna tayari ambao wale magrupu admin wanaojiwa na kuweza kujua waliunga grupu hilo kwa ruhusa ya nani na yale yanayojadiliwa yana ukweli kiasi gani. Kwa hiyo muda wowote kuanzia hivi sasa kuna watakaofikishwa mahakamani, muda wowote kuanzia hivi sasa kuna ambao watahojiwa zaidi, kwa sababu ukiachilia mbali ambao wanaendelea kuhojiwa ili kuweza kupata ukweli, ili ionekane kwamba ni ukweli. Ya changamoto ni hii, au kuna mtu ambaye aliamua kutumia hiyo fursa kwa ajili ya kupitisha maovu yake. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.